Somo la 5, nukuu za roho ya unabii kuendana na lesoni. Nukuu za roho ya unabii kuendana na lesoni. Yeye ajaye yuaja wala hata nyamaza. Lesoni yetu kichwa chake kinasema yote kwa utukufu wa Mungu. Yote kwa utukufu wa Mungu. Maarifamtandaoni.com. Sabato alasiri Julai 25. Tunaambiwa tulapo, tunywapo na tufanyapo neno lolote tufanye yote kwa utukufu wa Mungu. Kupitia Kristo utukufu uliofichwa wa patakatifu patakatifu ungeonekana wazi. Bwana aliteseka kwa kifo kwa ajili ya kila mwanadamu, na kwa dhabihu hii wanadamu wanafanywa kuwa wana wa Mungu, kwa uso ulio wazi wakitazama kama katika kioo utukufu wa Bwana. Waumini katika Kristo walipasa kubadilishwa na kuwa mfano ule ule kutoka utukufu hadi utukufu. Kiti cha rehema ambacho utukufu wa Mungu ulisimama juu yake katika patakatifu patakatifu kimefunguliwa kwa wote wanaomkubali Kristo kama upatanisho kwa ajili ya dhambi, na kupitia njia yake wanadamu wanaletwa katika ushirika na Mungu. Pazia limepasuka, kiwambaza kimevunjwa, kimeondolewa. Hati za mashtaka zimefutwa, zimegongomelewa msalabani. Kwa nguvu ya damu yake Kristo, uadui umefutwa. Kisa rahisi cha msalaba wa Kristo ni mateso yake na kufa kwake kwa ajili ya ulimwengu, ufufuo wake na kupaa kwake, upatanishi wake kwa niaba ya mwenye dhambi mbele ya Baba, hutiisha na kuvunja moyo mgumu na wenye dhambi na kumleta mwenye dhambi kwenye toba. Roho Mtakatifu huweka jambo hilo mbele yake katika nuru mpya, na mwenye dhambi hutambua kwamba dhambi lazima iwe na uovu mbaya sana, kwani imegharimu dhabihu kubwa kama hiyo ili kuifidia. Na hivyo dhambi lazima iwe nzito kiasi gani basi, hivi kwamba suluhisho ilibidi iwe kifo cha mwana wa Mungu ili kuweza kumwokoa mwanadamu kutokana na matokeo ya hatia yake. Je, kwa nini hili lilifanyika kwa ajili ya mwanadamu? Ndiyo, ilikuwa ni kwa sababu Mungu alimpenda mwanadamu sana na hakutaka mtu yoyote apotee, bali kwamba wote wafikie toba, wamwamini Yesu kama mwokozi wao binafsi na wawe na uzima wa milele. Son and Daughters of God, ukurasa 228. Wakala wa Roho wa Mungu hautuondolei umuhimu wa kutumia uwezo na vipaji vyetu, bali hutufundisha jinsi ya kutumia kila nguvu kwa utukufu wa Mungu. Uwezo wa mwanadamu unapokuwa chini ya mwongozo maalum wa neema ya Mungu unaweza kutumika kwa kusudi bora duniani. Ujinga hauongezi unyenyekevu au hali ya kiroho ya mfuasi yeyote anayedai kuwa wa Kristo. Ukweli wa neno la Mungu unaweza kuthaminiwa vyema na Mkristo mwenye akili. Kristo anaweza kutukuzwa vyema na wale wanaomtumikia kwa akili mahiri. Lengo kuu la elimu ni kutuwezesha kutumia nguvu ambazo Mungu ametupa kwa namna ambayo inawakilisha dini ya Biblia ipasavyo na kukuza utukufu wa Mungu. You shall receive power, ukurasa 146. Jumapili Julai 26. Maarifa dhidi ya upendo. Yule ambaye upendo wa Mungu umemiminwa moyoni mwake ataakisi usafi na upendo uliopo ndani ya Yehova, ule ambao Kristo aliuwakilisha katika ulimwengu wetu. Yeye ambaye ana upendo wa Mungu moyoni mwake hana uadui dhidi ya sheria ya Mungu, lakini hutoa utii wa hiari kwa amri zake zote Mungu, na hii ndiyo Ukristo. Yeye ambaye ana upendo mkubwa kwa Mungu atawaonyesha wenzake ambao ni wa Mungu kwa uumbaji na ukombozi upendo wake Bwana. Upendo ni mtimilifu. Upendo ni utimilifu wa sheria, na ni wajibu wa kila mtoto wa Mungu kutii amri zake. Sheria ya Mungu ambayo ni utakatifu mkamilifu
ndio kiwango pekee cha kweli cha tabia. Upendo huonyeshwa katika utii, na upendo kamili huondoa hofu yote. Wale wanaompenda Mungu wana muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao na hufanya kazi ya Mungu. Laiti wote wanaokiri Ukristo wangejua maana ya kumpenda Mungu kivitendo, wangekuwa na utambuzi fulani wa utakatifu usio na kikomo. Yeye yupo karibu nao, ameinuliwa na vazi la utukufu wake linajaza hekalu. Wangekuwa na ushawishi mkubwa juu ya maisha na tabia ya wale walio karibu nao, ambao ungefanya kazi kama chachu kati ya umati wa wanadamu, ukiwabadilisha wengine kupitia nguvu ya Yesu Kristo. Wakiwa wameunganishwa na chanzo cha nguvu, hawatapoteza kamwe ushawishi wao muhimu, lakini wataongeza ufanisi wao kila wakati. Sons and Daughters of God, ukurasa 51. Imani sio madawa ya kulevya yanayomsisimua mtu bila ukweli au uhalisia, bali ni kichocheo. Kutazama Kalvari hakutatuliza roho yako ili isitimize wajibu wake, bali kutaunda imani itakayofanya kazi, ikiisafisha roho kutokana na ubinafsi wote. Kuna makosa mawili ambayo watoto wa Mungu, hasa wale ambao wamekuja kuiamini neema yake, hasa wanahitaji kujilinda nayo. La kwanza ni lile la kutazama matendo yao wenyewe na kuamini chochote wanachoweza kufanya ili kujipatanisha na Mungu. Yeye anayejaribu kuwa mtakatifu kwa matendo yake mwenyewe katika kushika sheria, anajaribu jambo lisilowezekana. Ni neema ya Kristo peke yake kupitia imani ndiyo huweza kutufanya watakatifu. Kosa lingine lililo kinyume na la hatari zaidi ni kuamini kwamba Kristo huwaweka wanadamu huru kutoka katika kushika sheria. Kwamba kwa imani pekee sisi tunakuwa washiriki wa neema ya Kristo. Matendo yetu hayana uhusiano wowote na ukombozi wetu. Kwa hiyo hatuhitaji kuishika sheria ya Mungu. Lakini angalia hapa kwamba utii sio utiifu wa nje tu, bali ni huduma ya upendo. Sheria ya Mungu ni usemi wa asili yake, ni mfano halisi wa kanuni juu ya upendo, na hivyo ndio msingi wa serikali yake mbinguni na duniani. Badala ya kumwachilia mwanadamu kutoka katika utiifu, ni imani, na imani pekee tu ndio itakayotufanya tuwe washiriki wa neema ya Kristo, ambayo inatuwezesha kutoa utii. Kama Yesu alivyokuwa katika asili ya kianadamu, ndivyo Mungu anavyotaka wafuasi wake wawe. Kwa nguvu zake Bwana tunapaswa kuishi maisha ya usafi na utukufu ambayo Mwokozi wetu aliishi. The Faith I Live By, ukurasa 93. Jumatatu, Julai 27. Upendo usio na ubinafsi. Tunafundishwa katika neno la Mungu kuwa wakarimu, wapole, wenye huruma na wenye adabu. Kuza upendo kama wa Kristo. Acha yote unayofanya yaonekane kama upendo huu. Wale hawafanyi kazi za Kristo wanajaribu kupanda kuelekea juu mbinguni kwa njia nyingine na sio kupitia mlango la kwanza. Msijaribu kuhifadhi wadhifa wenu wa ubaridi usio kama wa Kristo. Sio Ukristo. Mnachohitaji ni nuru inayong'aa usoni mwa Kristo ili kusababisha nyuso zenu kung'aa kwa mng'ao wa upendo wake. Ondoeni hadhi yenu ya chuma. Mungu hajawaambia mthamini kitu kama hicho. Hebu mioyo yenu ijazwe na upendo wa Kristo. Ndipo huruma kama ya Kristo itang'aa kutoka katika nyuso zenu. Kuna baadhi ya watu wanaotumika katika mambo matakatifu ambao hawana imani katika Mungu au nguvu zake. Huongeza juhudi zao ili kupata wokovu kwa hila zao wenyewe. Ni jambo la kusikitisha kiasi gani kwamba juhudi zao za kujihesabia haki kwa bidii zao wenyewe
na kushikilia msimamo wao dhidi ya mkondo wa uovu unaoshuka chini umekuwa kazi bure tu. Hawana nguvu, kwa maana hawamfanyi Mungu kuwa tumaini lao. Mungu ndiye chemchemi ya milele ya mema yote, ambayo haikuumbwa, ilikuwepo milele. Wote wanaomtazama na kumtumaini yeye wanamuona kuwa ndiye huyu. Kwa wale wanaomtumikia wakimshika kama baba yao wa mbinguni, yeye huwapa uhakika kwamba atatimiza ahadi zake. Furaha yake itakuwa mioyoni mwao na furaha yao itakuwa tele. This Day with God, ukurasa 266. Sifa ambazo ni muhimu kwa wote kuwa nazo ni zile zilizoashiria ukamilifu wa tabia ya Kristo: upendo wake, uvumilivu wake, kutokuwa na ubinafsi kwake na wema wake. Sifa hizi hupatikana kwa kufanya matendo ya fadhila kwa moyo mwema. Wakristo huwapenda wale walio karibu nao kama roho za thamani ambazo Kristo alikufa kwa ajili yao. Hapa duniani hakuna kitu kama Mkristo asiye na upendo, kwa maana Mungu ni upendo. Hii ndiyo amri yangu, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hili ndilo tunda ambalo linapaswa kurudishwa kwa Mungu. Bwana atatusaidia kila mmoja wetu pale tunapohitaji msaada zaidi katika kazi kuu ya kuleta roho kwake. Sheria ya wema iwe midomoni mwako na mafuta ya neema moyoni mwako. Hii itatoa matokeo mazuri. Utakuwa mpole, mwenye huruma na mstaarabu. Unahitaji neema hizi zote. Roho Mtakatifu lazima apokelewe na kuletwa katika tabia yako. Kisha atakuwa kama moto mtakatifu, akikusaidia wewe kutoa uvumba ambao utanukia mbele za Mungu, si kutoka kwa midomo inayohukumu, bali kama mponyaji wa roho za wanadamu. Uso wako utaonyesha sura ya Mungu. Mungu anataka kila roho katika utumishi wake iwashe vyetezo vyake kutoka kwa makaa ya moto mtakatifu. Maneno ya kawaida, makali na machungu yanayotoka midomoni mwako kwa urahisi lazima yazuiliwe, na Roho wa Mungu atazungumza kupitia wakala wa kianadamu. Kwa kutazama tabia ya Kristo, utabadilishwa na kuwa mfano wake. Neema ya Kristo pekee ndiyo inayoweza kubadilisha moyo wako, na kisha utaakisi sura ya Bwana Yesu. Mungu anatuita tuwe kama yeye, safi, watakatifu na bila unajisi. Tunapaswa kubeba sura ya Mungu. Sons and Daughters of God, ukurasa 102. Jumanne, Julai 28. Kujifunza kutokana na zamani. Biblia ni mfafanuzi wake yenyewe. Biblia hujifafanua yenyewe. Maandiko yanapaswa kulinganishwa na maandiko. Mwanafunzi anapaswa kujifunza kuona neno zima na kuona uhusiano wa sehemu zake. Anapaswa kupata ujuzi wa kiini cha mada yake kuu, kusudi kuu la Mungu kwa ulimwengu, kuibuka kwa pambano kuu hapa ulimwenguni na kazi ya ukombozi. Anapaswa kuelewa asili ya kanuni mbili zinazopigania ukuu, na anapaswa kujifunza kufuatilia utendaji wake kupitia rekodi za historia za unabii hadi utimilifu mkuu. Anapaswa kuona jinsi pambano hili kati ya wema na uovu linavyoingia katika kila awamu ya uzoefu wa mwanadamu. Mwanafunzi wa maandiko anapaswa pia kuona namna kila tendo la maisha linavyofichua nia yake binafsi ya serikali hizi mbili zinavyopingana na uadui kati yake, yani serikali ya Mungu na mwanadamu, na kwamba yeye aamue sasa kwamba ni upande gani wa pambano atakutwa. Kila sehemu ya Biblia imetolewa kwa uvuvio wa Mungu na ina faida. Agano la Kale sio hafifu au la chini ukilinganisha na Agano Jipya. Yote yanapaswa kuzingatiwa. Tunapojifunza Agano la Kale tunaona chemchem zilizo hai zikibubujika, ambapo msomaji asiyejali ataona jangwa tu. Kitabu cha Ufunuo chapaswa kujifunzwa kwa kukihusianisha na kitabu cha Danieli. Kila mwalimu anayemcha Mungu na afikirie jinsi ya kuelewa na kuwasilisha Injili ambayo Mwokozi wetu alikuja mwenyewe kumjulisha mtumishi wake Yohana. Ufunuo wa Yesu Kristo ambao Mungu alimpa awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Ufunuo 1:1. Hakuna mtu anayepaswa kukata tamaa katika kujifunza Ufunuo kwa sababu ya ishara na alama zake zinazoonekana kuwa fumbo.
Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe kwa Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala akemei. Yakobo 1:5. Heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu, na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati umekaribia. Ufunuo 1:3. Heri anayesoma, heri anayesikia, heri anayeyashika yaliyoandikwa katika kitabu cha Ufunuo. Upendo wa kweli kwa Biblia unapoamshwa, na mwanafunzi anaanza kutambua jinsi shamba lilivyo kubwa na jinsi hazina yake ilivyo ya thamani, naye atatamani kutumia kila fursa ya kujifahamisha kwa neno la Mungu. Kujifunza kwake hakutakuwa na kikomo kwa wakati au mahali maalum, na kujifunza huku huendelea kuwa mojawapo ya njia bora za kukuza upendo kwa maandiko. Hebu mwanafunzi awe na Biblia yake kila wakati. Unapopata fursa, soma fungu na ulitafakari. Unapotembea mitaani au kingoja usafiri kwenye kituo cha treni au kingoja kukutana na miadi, boresha fursa na kupata mawazo ya thamani kutoka kwenye hazina ya kweli. Jumatano, Julai 29. Onyo dhidi ya ibada ya sanamu. Historia ya takatifu inatoa mifano mingi ya matokeo ya elimu ya kweli. Inatoa mifano mingi mizuri ya watu ambao tabia zao ziliundwa chini ya mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Watu ambao maisha yao yalikuwa baraka kwa wenzao na waliosimama duniani kama wawakilishi wa Mungu. Miongoni mwao ni Yusufu na Danieli, Musa, Elisha na Paulo. Viongozi wakuu wa serikali, watunga sheria na wabunge wenye busara zaidi. Mmoja wana matengenezo waaminifu zaidi. Ila Kristo aliyenena kama ambavyo mwanadamu hajawahi kunena, mwalimu mashuhuri zaidi ambaye ulimwengu huu umemjua, aliwapita wote. Katika maisha ya awali, walipokuwa wakipita kutoka ujanani hadi utu uzima, Yusufu na Danieli walitenganishwa na makazi yao na kuchukuliwa mateka hadi nchi ya kipagani. Hasa Yusufu, huyu alikabiliwa na majaribu yaliyoambatana na mabadiliko makubwa yaliyotokea tu kama patapotea. Nyumbani mwa baba yake alikuwa mtoto mpendwa. Nyumbani mwa Potifa akawa mtumwa, kisha msiri wa Potifa na mwenzi katika kazi. Mtu wa shughuli za biashara na utawala, aliyeelimishwa kwa kusoma, kufanya uchunguzi na mawasiliano na watu. Gerezani mwa Farao alikuwa mfungwa wa serikali, aliyehukumiwa isivyo haki, bila tumaini la kutetewa au matarajio ya kuachiliwa. Aliyeitwa katika kutatua mgogoro mkubwa wakati wa njaa na kuwa katika uongozi wa taifa. Je, ni nini kilichomwezesha kudumisha uadilifu wake? Uaminifu kwa Mungu, imani katika yasiyoonekana, ilikuwa ndiyo nanga ya Yusufu iliyofichika. Naam, ilikuwa ndiyo siri. Katika hili ndipo palipofichwa nguvu zake, uaminifu kwa Mungu. Kwa hekima na haki yao, kwa usafi na ukarimu wa maisha yao ya kila siku, kwa kujitolewa kwao kwa maslahi ya watu, kwa wale walioabudu sanamu, Yusufu na Danieli walijithibitisha kuwa waaminifu kwa kanuni na mafunzo yao ya awali. Waaminifu kwa yeye ambaye walikuwa wawakilishi wake. Kazi ya maisha ya Waebrania hawa mashuhuri ilikuwa ya thamani kubwa. Ukweli ule ule uliofunuliwa kupitia wanaume hawa, Mungu anatamani kuufunua kwetu pia sisi. Kupitia vijana na watoto hawa leo, Mungu anataka kujifunua. Historia ya Yusufu na Danieli ni kielelezo cha kile Mungu atakachofanya kwa wale wanaojisalimisha kwake kwa moyo wote, wanadamu wanaotafuta kutimiza kusudi lake. Conflict and Courage, ukurasa 366. Yote tulio au tunayoweza kuwa ni ya Mungu. Elimu, nidhamu na ujuzi katika kila mstari vinapaswa kutumika kwa ajili yake Bwana. Iwe umekabidhiwa madogo au makubwa, Bwana anataka wale mawakili wake aliowakabidhi nyumba yake wafanye wawezavyo.
Sio kiasi walichokabidhiwa au uboreshaji uliofanywa ndio unaowaleta wanaume na wanawake Sio kiasi walichokabidhiwa au uboreshaji uliofanywa ndio unaowaletea wanaume na wanawake kibali cha mbingu, bali ni uaminifu na uadilifu kwa Mungu, huduma ya upendo inayotolewa ambayo huleta baraka ya Mungu. Hii itafanya usikie ile sauti ya Mungu ikisema, vema mtumishi mwema na mwaminifu, umekuwa mwaminifu kwa mambo machache, nitakupa mamlaka juu ya mambo mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Zawadi hii ya furaha haingoji hadi tuingie katika jiji la Mungu, lakini mtumishi mwaminifu anaonja hii ahadi katika maisha haya ya leo duniani. To be like Jesus, ukurasa 91. Alhamisi Julai 30. Kushinda ibada ya sanamu. Mungu angetaka watu wake waelewe kwamba yeye pekee ndiye anapaswa kuwa mada ya ibada yao. Na watakapowashinda mataifa ya ibada ya sanamu yaliyowazunguka, hawangepaswa kuhifadhi sanamu yoyote ya ibada hizo, bali waiangamize kabisa. Miungu mingi ya kipagani ilikuwa ya gharama kubwa sana na iliyotengenezwa kwa ufundi mkubwa, jambo ambalo lingeweza kuwajaribu wale waliokuwa wameshuhudia ibada ya sanamu, ambayo ilikuwa kitu cha kawaida sana Misri. Hata wakaviona vitu hivi visivyo na maana kwa kicho kwa namna fulani. Bwana anataka watu wake wajue kwamba ibada ya sanamu ya mataifa haya ndiyo ambayo ilikuwa imewaongoza kwenye kila kiwango cha uovu. Ndipo angewatumia Waisraeli kama vyombo vyake vya kuadhibu watu wa mataifa na kuharibu miungu yao. Kutoka 23 fungu la 31. Nami nitakuwekea mipaka yako tangu bahari ya Shamu hata bahari ya Wafilisti, tena tangu jangwani hata huo mto, kwa kuwa nitawatia wenyeji wa nchi mikononi mwako, nawe utawafukuza mbele yako. Kwa maana utawafukuza mbele yako. Ahadi hizi za Mungu kwa watu wake zilikuwa kwa sharti la utii wao. Kama wangemtumikia Bwana kikamilifu, yeye angewafanyia mambo makubwa. Baada ya Musa kupokea amri kutoka kwa Bwana na kuziandika kwa ajili ya watu, pia ahadi kwa ajili ya sharti la utii, Bwana akamwambia, njoo juu kwa Bwana, wewe na Haruni na Nadabu na Abiu na wazee 70 wa Israeli, mkaabudu kwa mbali, na Musa peke yake ndiye atakayemkaribia Bwana, lakini wao hawatakaribia, wala watu hawatapanda pamoja naye. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zote, na watu wote wakajibu kwa sauti moja wakisema, maneno yote aliyosema Bwana tutayatenda. Musa alikuwa ameandika sio tu amri 10, bali hukumu ambazo Mungu angewataka wazitii, na ahadi kwa masharti kwamba wangemtii yeye. Aliwasomea watu haya, nao wakaahidi kutii maneno yote ambayo Bwana alikuwa amesema. Kisha Musa akakiandika kiapo chao kikuu katika kitabu, na akamtolea Mungu dhabihu kwa ajili ya watu. Akachukua kitabu cha agano, akakisoma masikioni mwa watu, nao wakasema, yote aliyoyasema Bwana tutayafanya, nasi tutatii. To be like Jesus, ukurasa 341. Alipofika Misri, Yusufu aliuzwa kwa Potifa, mkuu wa walinzi wa mfalme, ambaye alihudumu kwa miaka 10. Hapa alikabiliwa na majaribu yasiyo ya kawaida. Alikuwa katikati ya ibada ya sanamu, ibada ya miungu ya uongo, ilizunguka na fahari yote ya kifalme, ikiungwa mkono na utajiri na utamaduni wa taifa lililostaarabika sana kati ya mataifa yote yaliyokuwepo duniani wakati huo. Hata hivyo, Yusufu alitunza unyenyekevu wake na uaminifu wake kwa Mungu. Ustawi mkubwa ulioambatana na kila kitu kilichowekwa chini ya uangalizi wa Yusufu haukuwa matokeo ya muujiza wa moja kwa moja, lakini bidii yake, uangalifu na pia nguvu zake zilivikwa taji na baraka za Mungu. Yusufu alihusisha mafanikio yake na neema ya Mungu, na hata bwana wake mwabudu sanamu alikubaliana na hili kama siri ya ustawi wake usio na kifani. Bila juhudi thabiti na iliyoelekezwa vizuri, mafanikio hayangeweza kupatikana. Mungu alitukuzwa kwa uaminifu wa watumishi wake.
Ilikuwa kusudi lake kwamba katika usafu, unyofu na uadilifu katika Mungu aonekane tofauti kabisa na waabudu sanamu, ili kwamba njia hiyo hiyo ya nuru ya neema ya mbinguni ing'ae katikati ya giza la upagani. Conflict and Courage, ukurasa 74. Wahindi wa Davis, sehemu ya kwanza. Ovid Albert Davis alizaliwa Michigan mnamo April 3 mwaka wa 1868. Mnamo 1902 aliongozwa na ushauri wa Ellen White kuwa missionary. Kwa hivyo alimaliza kozi ya uchungaji na kukubali wito wa kufanya kazi miongoni mwa watu wa asili ya Alaska na kisha British Columbia. Mnamo Januari 19, 1906, General Conference, yani halmashauri kuu, ilipiga kura ya kumtuma Davis kwenda nchi inaitwa British Guyana au Guyana huko Amerika ya Kusini, ambapo kazi ya Adventista ilikuwa imeanza hivi karibuni. Alimuoa Carrie Rosley mwezi Aprili, na wanandoa hao wawili wakaenda kwenye uwanja wao mpya wa umissionari mwezi uliofuata. Davis wakati wa miaka yake miwili ya kwanza huko British Guyana. Kisha mwaka wa 1910 aliripoti kwamba anaandaa kanisa jipya maili 160 juu ya mto Barama. Hili lingekuwa misheni ya Rio Paruime. Pia ilikuwa mwaka wa 1910 ambapo Davis alipokea ombi kutoka kwa makabila ya ndani kabisa ambayo hayakuwahi kutembelewa na wazungu, wakiomba kufundishwa ujumbe wa wokovu. Makabila haya yalikuwa yamejifunza kuhusu kazi ya Wasabato kwa kuwasiliana na wenyeji katika misheni kwenye kijito cha Tapagruma. Kulikuwa na ripoti kwamba chifu mzee alikuwa ametembelewa na kiumbe anayeng'aa ambaye aliwafundisha watu kuhusu uumbaji, kuingia kwa dhambi, kisa cha ukombozi na mkombozi aliyeahidiwa na kuja kwa mara ya pili kwa Kristo. Pia aliwaonyesha jinsi ya kuabudu siku ya Sabato ya siku ya 7 na kuishi maisha yenye afya njema. Alimwambia kwamba mtu mwenye kitabu cheusi angekuja na kuwafundisha zaidi. Safari hiyo ilimchukua Davis miezi miwili. Katika ripoti moja alisema kwamba alikuwa amesafiri siku 29 kwa mashua na siku 10 zaidi akatembea akipitia kwenye msitu mnene. Davis alifundisha neno la Mungu kwa makabila ya msituni kwa kutumia kitabu chake cheusi na kuripoti kuanzishwa kwa vituo 3 vya misheni miongoni mwao. Alibainisha kwamba watu 187 walichukua msimamo wao wa kuzishika amri za Mungu na imani ya Yesu. Pia aliwafundisha kuimba wimbo wa Kiingereza, hakuna rafiki kama Yesu wetu mnyenyekevu. Davis alirudi kwa ziara ya pili mwaka wa 1911. Akalalamika kuhusu homa na matatizo ya moyo. Kabla tu ya kuondoka, ingizo la mwisho kwenye shajara lake ambalo aliweza kuandika kwa maandiko yake mwenyewe lilikuwa Jumatatu, Julai 17. Siku hiyo ilitumika katika mafundisho zaidi na kuorodhesha majina ya watu. Aliorodhesha majina ya watu na kuyatamka na kurejelea kwa hamu waongofu wapya na jina lao la kumfuata Mungu wa Wakristo na kujifunza njia zake. Nilizungumza na mchungaji mwingine hapa ambaye aliwaona hawa Wahindi wa Davis na kufanya kazi huko kwao. Alisema walikuwa wakipata ndoto na maono kwa miaka mingi sana, na alisema kwamba siku hizi hawapati sana ndoto, na akajiuliza kwa sababu gani. Mmoja wao alisema kwamba pengine Yesu yu karibu sana kuja, ndio maana hawapati sana zile ndoto. Bwana aweze kutubariki kwa maneno haya. Asanteni.